Mratibu wa kamati ya ushindi CCM mkoa wa Mwanza, ndugu Cuthbert Joseph maarufu kama Kada, mtiifu wa Chama cha Mapinduzi mkoani humo, amewaasa vijana kuendelea kulinda amani ya nchi kwa kujiepusha na makundi mbalimbali yanayotumika kisiasa kuleta vurugu katika jamii, hasa wakati huu ambapo taifa linajiandaa na uchaguzi mkuu. Ndugu Cuthbert ameyasema hayo Aprili 13, 2025 alipoalikwa kama mgeni rasmi katika harambee ya kutunisha mfuko wa idara ya vijana CGM katika kanisa la AGT Malimbe, kituo cha Uzima lililopo mtaa wa Buganda wilayani Nyamagana jijini Mwanza. Vijana ni nguvu kazi. Vijana ni nguvu kazi na vijana ndo taifa. Hata nchi hii ilikombolewa na vijana. Kikumbuka baraza la kwanza la mawaziri wa Tanzania chini ya Mwalimu Nyerere, hakuna mtu aliyekuwa na miaka zaidi ya 42. Wengi walikuwa chini ya miaka 30. Kwa vijana ndio hasa tunawategemea kwa kila kitu. Kulinda amani ya nchi, vijana, uzalishaji vijana, kuhubiri injili tunaanza na vijana, kila kitu na vijana. Hauwezi kwenda nje ya vijana kama unataka kujenga taifa. Aidha, ndugu Cuthbert amebainisha umuhimu wa vijana kushiriki uchaguzi mkuu pamoja na kulinda amani ya nchi. Cha kwanza, vijana wajitokeze kushiriki kwenye uchaguzi kama kuomba kuchaguliwa kama katiba inavyowaruhusu, kwamba kila raia wa Tanzania mwenye sifa za kugombea akagombee, na kila raia wa Tanzania mwenye sifa za kuchagua aende akapige kura. Lakini cha pili ni vijana kutumika na wanasiasa kuvuruga amani ya nchi hii. Amani ya nchi hii imelindwa kwa muda wote, na sisi tunajiita Tanzania ni kisima cha amani na utulivu. Na unakuta nchi nyingi vijana ndio hasa wanawekwa mbele kama nguvu kazi ya kwenda kuharibu au kuvuruga amani ya nchi hii. Kwa hiyo vijana wakae mbali na viongozi ambao nia yao ni ovu ya kuweza kuharibu amani ya nchi hii, ambayo leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliapa kulinda katiba ya Jamhuri ya Tanzania, na mojawapo ni kuhakikisha sisi watu wake tuko salama. Na mwisho kabisa, unawaambia nini vijana? Neno lako moja kwa vijana, ikiwa kama ndio nguvu kazi ya taifa, ndio watu wanaopaswa kudumisha uzalendo na kuhakikisha nchi inakuwa salama. Waishi kwenye misingi ya imani ya dini, lakini pia waishi kwenye misingi ya sheria za nchi na kuheshimu sheria na taratibu, ili tuendelee kulinda amani ya nchi yetu. Waende kwenye uchaguzi kwa wingi, wapige kura, wachague viongozi wanaowataka bila kuzingatia misingi ya rushwa. Wakae mbali na rushwa ili waweze kuchagua viongozi ambao wataleta tija kwenye taifa hili. Na mwisho wakichague Chama cha Mapinduzi, wamchague Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu hajawasahau vijana katika maendeleo ya nchi. Nao vijana katika kanisa hilo wamesema wapo tayari kutoa mchango wao katika maendeleo ya jamii, ikiwa ni pamoja na kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu ili kupata viongozi sahihi watakaowaletea maendeleo. Kwanza kabisa sisi tunasema kwamba dini tunamwamini Mungu, na kikubwa ni kwamba tunachokifanya ni kuhakikisha tunawafundisha watu wetu au vijana wetu kuilinda amani ya Tanzania, kwa maana ya taifa lao kupendwa kabisa. Hakuna taifa lingine ambalo vijana wanaweza wakajivunia isipokuwa taifa hili la Tanzania. Kwa hiyo sisi elimu yetu tunayoitoa kwa vijana ni kuhakikisha namba moja, amani ya taifa inalindwa ipasavyo. Lakini pia tunawaambia kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kushiriki katika uchaguzi, kwa maana ya kwamba katika uchaguzi ndio sehemu pekee ambayo tunaweza tukapata viongozi bora kwa ajili ya kuiongoza taifa hili la Tanzania. Kwa hiyo hakuna namna nyingine tunaweza kupata viongozi isipokuwa kufanya kushiriki katika uchaguzi ambao tutawapata viongozi bora. Kura ya kijana ni muhimu sana, kwa sababu sisi tunasema kura hata kama ni moja na uwezo mkubwa wa kuamua matokeo, kwa sababu wanaweza wakawepo watu katika mashindano ya kuchagua viongozi wakapata kura sawa, lakini kura moja ya kijana ina uwezo wa kupindua, kumleta kiongozi ambaye kwa namna moja au nyingine ameaminiwa kuleta maendeleo katika sehemu husika. Kwa hiyo kura yake ina umuhimu sana. Nafasi yangu kama kijana katika kuchochea maendeleo ya nchi ni kama kujishirikisha kwenye baadhi ya kazi ambazo zinaleta maendeleo. Kwa mfano, kushirikiana na viongozi katika kuondoa uhalifu. Kwa mfano, kuwaweka wazi vijana ambao wakati mwingine wamejiingiza kwenye mambo mabaya. Unapokuwa umewafahamu, unaweka wazi kwa uongozi ili wachukuliwe hatua. Kiukweli vijana
ambao wanaona kupiga kura hawathamini hilo jambo, kiukweli na wasisitiza wakapiga kura, kwa sababu ukipiga kura ni sehemu moja ya maendeleo yako. Pia kupiga kura utachagua kiongozi ambaye atakufaa wewe, na baadaye unapokuja kuona maendeleo yametokea unasema kumbe ile kura yangu imefanya kazi, baada ya kuwachagua wale viongozi. Mimi kama kijana, nafasi yangu katika kuchagua kiongozi bora ni ile kuisimamia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ninavyosema kwamba kila mtu ana haki ya kuchagua kiongozi anayempenda. Hivyo nitachagua kiongozi ambaye ninaona anaweza kuleta maendeleo katika jamii yangu. Wito wangu kwa vijana ni kwamba wasikubali kupotoshwa. Unajua vijana wengi hatuna maarifa na tunapelekwa na kitu kinaitwa mob psychology. Ni kwamba wanafuata mawazo ya watu pasipo question kwa nini wanafanya mawazo hayo. Ninachowashauri vijana wenzangu ni kwamba hebu waache kujihusisha au kufuata mob psychology ya watu wengine pasipo kuangalia wataathiri au ni kwa namna gani wanaweza wakaathiri nchi yao kwa ajili ya kumnufaisha mtu mmoja mmoja. Hii ni News Update Media, mimi ni Gladness Joseph.